Bismillah. Katika makosa yanayofanywa na watu katika kutia udhu, tumuona wa mwanzo kwa kutia udhu kwanza hakuchunga adabu ya udhu takriban hata moja, kuanzia tangu kwenye matumizi ya maji mpaka kutia udhu wenyewe. Maji tumekatazwa sisi kutumia israfu, lakini alikuja akafungua mfereji akawa anamwaga maji, lakini akawa havitii viungo zuri, wakati imekuja kwamba kila kiungo kimetajwa wapi mwisho wake, na pia akaja makatazo makali kwa ambaye hakufanya hayo. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika aya ya udhu, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ila akhir al-aya. Mnaposimama kwa ajili ya sala, basi osheni uso zenu, pakeni maji kichwani mwenu, osheni mikono yenu mpaka kwenye fundo, na pia osheni miguu yenu mpaka kwenye pia hizi visigino na namna hiyo. Lakini hakufanya hayo. Lakini alipokuja mtu wa pili, yeye alikuja kutia udhu ambao tunatakiwa kuutia. Alianza na bismillah, wakati ule mwanzo kwanza na bismillah. Umekuja kwamba jambo lote ambalo halikuanzwa na bismillah, jambo hilo lilikuwa si lenye kukubaliwa. Kwa alikuja kaanza na bismillah, halafu akatia udhu kama anavyotakiwa, akasugua panapotakiwa kusuguliwa, akapaka panapotakiwa kupakwa. Imekuja katika hadithi kwamba wailu lil'aqarib minan nar, kwamba ole wake visigino na adhabu ya moto. Kwa sababu unapotajwa sehemu kwamba itaingia motoni, haitoingia sehemu tu. Kwa hiyo haitowezekana kwamba motoni kiingizwe kisigino tu, maana mtu ataingia motoni mwili mzima. Kwa hiyo tunapotia udhu wetu tuhakikishe kwamba yale maeneo yote yanafikiwa udhu, na si kazi kubwa. Ni kama alivyofanya mtu wa pili katika video kwamba unatia kwa taratibu, unakuja zako mpaka kwenye kisigino, kisugudi hapa na kwenye kisigino, na unapakaza maji yako ni mara moja, ni jambo la dakika 3 na kuwa umeshamaliza, udhu wako umekuwa ni mzuri. Wallahu